Jina langu ni Rose Ruben, mkurugenzi mtendaji wa Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania. Lengo lilikuwa ni kukusanya hadithi za TAMWA, kwa sababu wengi wanaijua TAMWA lakini hawajui vitu ambavyo viliwahi kufanywa na wanachama wake, kuanzia manguli mpaka wanachama wengine ambao ni wadogo zaidi. Kwa hiyo leo tumekutana pamoja hapa kwa uchache wetu, kwa sababu si wanachama wote wa TAMWA. Tumekutana ili kuweza kuzungumza na kukumbushana hadithi za namna gani TAMWA ilijengwa, ni kitu gani walichotoa, lakini kitu gani walichopokea. Kama unavyoona ni kwamba walitoa fedha zao, walitoa muda wao, walitoa nguvu zao, walitoa upendo wao, walitoa ustahimilivu wao, lakini pia walipokea maarifa. Na hata tulipokuwa nazungumza nao wanasema walipokea kufahamika kupitia kazi za TAMWA ambazo wamezifanya katika jamii, na jamii iliwatambua mpaka na kuwapa zawadi nyingi. Kama kwa mfano tunalo shamba kubwa la karibu hekta 98 ambalo ni wananchi walisema kutokana na kazi ambazo zilikuwa zimefanywa, basi TAMWA wapewe ile ardhi ili waweze kuendeleza kazi zao. Na kweli tunaendeleza kazi zetu ili kuweza kusimamisha shirika letu, lakini pia kuendeleza maono ya TAMWA ambayo ni ya kuwa na jamii ambayo inaheshimu haki za binadamu kwa mrengo wa kijinsia. Kwa hiyo tumekaa hapa katika hafla hii, na kulingana na muktadha ni kipindi cha Ramadhan, lakini pia ni kipindi cha Kwaresma. Kwa hiyo jioni hii tumekutana kwa pamoja ili kuweza kupiga hizi hadithi, lakini na kunywa chai pamoja, na huku tukiendelea kuzungumza na kufurahia, lakini pia na kuwakumbuka wanachama kadha ambao wametangulia mbele ya haki, na hayo yote tumeyafanya kwa upendo. Moja ya juhudi kubwa ambazo mnazifanya ni kuhakikisha haki ya mtoto wa kike. Mmefanya jitihada mbalimbali vioni kuonyesha changamoto mbalimbali. Pengine hali kwa sasa tunaiona. Hali ya haki ya mtoto wa kike, mtoto kwa ujumla wake, lakini wanawake na wasichana kwa kiwango fulani, kwa mfano katika masuala ya sera tayari zimeshawekwa na sheria zipo, japokuwa nyingine bado zinaendelea kurekebishwa. Lakini pia tunaona kwa sababu ni swala la kijamii ambalo haliwezi kubadilika siku moja kwa usiku mmoja, na jamii yenyewe inabadilika. Walioko leo kesho hawapo, ama wanahamia kwenye upande mwingine, au ule ukatili unabadilika. Sasa hivi ukatili umehamia pia katika mitandao. Kwa hiyo mambo ni jambo ambalo ni mtambuka. Kwa ukubwa wake tunawashukuru pia waandishi wa habari ambao wamekuwa wakifanya kazi na TAMWA kwa muda wa miaka 39 sasa, na kuweza kuhakikisha kwamba hizi habari zinawafikia wananchi, lakini pia zinawafikia watunga sera ili ziweze kuleta mabadiliko. Lakini mabadiliko katika jamii hayawezi kupimwa kwa kiwango kwa muda mfupi. Miaka 39 ni mingi, tuna mengi ambayo tumefanikiwa, lakini bado tunazo changamoto za baadhi ya tabia kubadilika. Kwa mfano tabia za ukatili ambazo bado zimeendelea kuzaliana na kukua katika jamii yetu. Kwa hiyo wakati huu tunaposherehekea siku ya mwanamke kimataifa, na mwezi huu wa 3 wote ni kusherehekea shughuli kama hizo, tunawaomba jamii waweze kutambua kwamba ukatili wa jinsia sio jambo ambalo ni la afya katika jamii. Wanawake, wanaume katika jamii watambue hilo, lakini watoto walindwe na wazazi, lakini pia na walezi. Na mzazi ama mlezi usimweke mtoto katika mazingira ambayo ni hatarishi, yanayoweza kupoteza uhai wake ama kuharibu afya yake ya akili na ya mwili. Kwa upande wa ukatili mitandaoni kuna kasi kubwa. Huko mitandaoni ambako kasi ni kubwa, kuna makundi kadha ambayo yanatakiwa fanye kazi pamoja. Kwanza sisi waandishi wa habari kuweza kuandika habari nyingi zaidi ambazo ni za kupinga ukatili wa jinsia katika mitandao, lakini wengine ni mamlaka kwa mfano TCRA, lakini na mamlaka nyingine duniani, tukijua kabisa ya kwamba mtandaoni ni eneo kubwa, ni mawanda makubwa. Sasa hivi watu wanaona mambo ya nchi nyingine kwa wakati mmoja. Kwa hiyo hizi mamlaka ambazo zipo kwa ajili ya kuweza kuregulate mawasiliano zinatakiwa kukaa pamoja na kuwa na sheria za pamoja za kuweza kuyalazimisha
makampuni makubwa ambayo ndio yanayomiliki hii mitandao kuweza kuhakikisha kwamba wanazuilia matamko ama jumbe ambazo zinaakisi ukatili wa jinsia. Kwa hiyo endapo watafanya hivyo na kwa lugha mbalimbali na kwa wakati wote, basi ina maana kwamba tutapunguza ukatili wa jinsia. Zile jumbe zisifike katika jamii ama zisipande katika majukwaa, lakini pia wale ambao wanaandika hizi jumbe wapate kujua kwamba jumbe ambazo zinaashiria ukatili wa jinsia katika mitandao ni jumbe ambazo zinaweza zikaumiza si tu wao, lakini pia na watu wengine, kwa sababu kama unaandika ujumbe ambao unakatili mtu, ina maana na wewe tayari ulishakatiliwa, umeshaumizwa. Kwa hiyo ni unaongeza maumivu zaidi. Fatma Alu, nimezaliwa Unguja. Wakati tunaanza TAMWA nilikuwa hapa Dar es Salaam nafanya kazi Daily News. Alafu ile TAMWA tulianza sukwa hii ya wanawake. Tulikuwa tunasherehekea siku ya wanawake, ndio tumelaunch hiyo taasisi. Kwa hivyo toka hii sasa imekuwa mwaka 37 nao tuko katika hii, na sisi tulikuwa wadogodogo, nasikia hatujijui wenyewe, lakini tulikuwa tunajua kama dhulma ipo na wanawake wanafanyiwa dhulma. Tunaona katika familia, katika jamaa. Kwa hivyo ilikuwa inatuuma, lakini tulikuwa tumekaa pamoja pale, tunakaa pamoja tunapata hizi mawazo kama kumbe sio piki yetu tu, hii ni problem ya jamii. Kwa hivyo lazima tuzungumzie kijamii. Halafu tulikuwa tunajitambua kama tunayo radio mkononi. Sisi ndio waandishi wa habari, sisi ndio tunaandika news, tunayo ile chombo. Kwa nini hatutumii? Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.